Wanaume wengi ambao walikuwa na wake zao wakazaa watoto, mwisho wa siku mambo yakaenda isivyo ndivyo, wakawa wametengana. Sasa wanataka tena kuingia kwenye mahusiano ya ndoa, taka kuoa. Huwa inawapa wakati mgumu sana kuliko kawaida, kwa sababu wanawake wengi wanaowapata hawawezi kuplay part kwenye maisha yao kama vile ambavyo mwanamke wa kwanza angeweza kuplay part kwenye familia yote. Wanawake wengi wengi hawawezi kuplay part kwa familia ya mwanaume ambaye ameamua kumchukua, ila wanachukua hatua ya kuigiza maisha wakati ambapo wako pamoja, ila anapoondoka mwanaume kwenye hiyo familia kwenda kazini au mbali, anaonyesha tabia yake ya asili kwa watoto na familia kiujumla. Sasa changamoto hii ndio imesababisha wanaume wengi wakae bila kuoa, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza kuja kwenye maisha yako kama una watoto aka play part kama watoto wake, akawatunza na kuwajali kama vile watoto wake. Hiyo ni kwambie, ni asilimia kubwa ya wanaume wengi hawaoi kwa sababu hizo. Yaani hata kama ata play part, hata kama atajaribu kusolve mambo kadha wa kadha, kuna vitu hawezi kufanya, kuna hali fulani hawezi kuionyesha. Kwa hiyo hii ndio chanzo cha wanaume wengi unaowaona hawajaoa. Yaani sio kwamba wapendi kuoa, na sio kwamba hawajaona wanawake, lakini wanawake hao wanawahofia kwa tabia zao ambazo zitakazokuja kuanza mpya kwenye familia. Hivyo basi wanaume wengi unakuta wamekaa miaka 30, mtu ana miaka 20 hajaoa tena. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhofia familia yake na ndoto yake itaishia babaya, watoto wake watateseka, watabaki anahangaika. Ni nani mwanamke wa kukaa naye? Kwa hiyo changamoto ya dunia leo kumpata mwanamke atakayesimama na wewe na watoto wako kweli kweli, atawapa haki kama vile ambavyo anaweza kuwapa haki labda mzazi wao. Anaweza kuplay part mwanamke kwenye maisha yako binafsi, lakini asiweze kuplay part kwa watoto wako. Sasa ndio kinachofanya wanaume wengi tupate shida ya nani atakuwa mwanamke sahihi, nani atakayeweza kumaintain familia yangu, watoto wangu wasiteseke, wasihuzunike, wasilie. Kwa hiyo tunajikuta kwenye dunia leo kuwapata wale wanawake waje wasimame kama mama katikati ya watoto, aisi wamebaki wa kuhesabu sana. Sio kwamba wapo, lakini ni wachache sana. Kwa hiyo maana tunawapima wanawake kwa vitu vingi sana, tunawapima wanawake sana, hii mitihani mingi, lakini unajikuta tayari umeshaanza kugundua huyu sio, anaweza kuja kuleta mabaraka kwenye familia yangu, kuleta shida kwa watoto wangu. Sasa muda mwingine inatokea kwamba mwanamke anakuja akiwa na ajenda, kama ametokea huko kwao kuna hali mbaya ya uchumi na nini, yani akakuta kwamba maisha yako angalau kidogo umeshayasetu, umeyapangilia kwa miaka mingi. Sasa huyu mwanamke atakuja hapo, anaweza kuwa na mkakati, yani wa kutaka kuchukua advantage ya zile mali, pasipo kuelewa kwamba wewe umepambana vipi kutoka kwenye hali ya umaskini, na umepambana vipi ili kusudi familia yako na kizazi chako kisije kuja kuendelea kuwa katika hali ngumu. Sasa ndio unajikuta wanawake wengi wanakuja kwenye hizi familia ambazo wanakuta kuna watoto, kuna mali, kuna nini. Kwa hiyo wanakuwa na jicho linalotazama tu mafanikio, zile mali, lakini hawana ule moyo dhabiti kabisa kwamba huyu mtu ananipenda kwa dhati na ataitunza familia yangu, atasimama kama mwanamke wangu. Kwa wanaume wengi hata wenye mafanikio, moja ya pointi nyingine inayowafanya kutokuoa ni hapa, hasa ukikuta wamefanikiwa. Kwa sababu unakuta wanawake wengi wanakuja si kwa ajili ya upendo, wanakuja kwa ajili ya magari, wanakuja kwa ajili ya nyumba, wanakuja kwa ajili ya mtu fulani yuko hivi.
hawaji kwa ajili ya upendo. Kwa hiyo wanaume ukiwaona hawajaoa, acha kuwalaumu. Acha kuwalaumu hii dunia, kwa sababu wanawake wamepungua, wenye moyo wa kweli wamepungua. Kwa upande wa wanaume, kumpata mwanamke ambaye amezaa, wanaume kwa sehemu kubwa hawana zile tabia za kuangalia. Wanaume wengi wanaweza sana kuplay part watoto wa baba mwingine, lakini sio mwanamke. Wanaume wana nafasi ya kuplay part watoto wa baba mwingine, na wakasimama kabisa kama baba au zaidi ya baba. Hapo ndipo kuna utofauti. Sasa hili ndio swali ambalo linaumiza kichwa sisi wanaume, ambao wengi tumekaa kwenye familia, maisha yakaenda tofauti. Sasa unakaa chini unajiuliza kwamba ni nani atakayeweza kusimama. Ukimchakata tu mwanamke kwa dakika, wiki moja hivi, unagundua hapana. Yaani hizi nyakati wanaume wana kazi ngumu sana. Na niseme kitu kimoja, wanaume tunapitia changamoto. Yaani kama ukupata mwanamke kipindi cha miaka 2003, 2005, hujapata mwanamke kipindi hicho, miaka hiyo, na kurudi nyuma pale, uanze kumtafuta sasa hivi mwanamke sahihi kwa kipindi hiki, I say ni nadra sana kumpata mwanamke ambaye atakuwa wife material. Ni nadra sana, mimi nakwambia. Yaani kama ukufanikiwa kupata mwanamke miaka hiyo, ukufanikiwa kupata mwanamke miaka kuanzia 2003, 2004 pale. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba mafanikio ni nadra sana ya kumpata mwanamke ambaye unayemtaka kwenye kizazi hiki. Kwa hiyo wanaume wengi tunahofia vitu vingi, na ukiona wanawake tunawajaribu na kuwapima vipimo vingi, mitihani mingi tunawapa, sio kwamba tunawafanyia tu labda mafrigizo fulani, ni kwa sababu ya kuchunga kesho. So kuna wanaume wengine wanajiuliza, kama nilitoka kwenye ile familia na yule mwanamke, nikiingia na huyu tena nitajikuta dakika 2 tu nishaharibu. Sasa sitaki kuingia na kuanguka. Kwa hiyo unajikuta mwanaume anakuwa makini, na anakuwa makini kwa ajili ya kesho, watoto, familia. Kwa hiyo unajikuta mwanaume anakuwa makini.